katika jina la Yesu. Nitasimama tena, jue kwa maombi yako nitabarikiwa. Mungu uliyetuita, Mungu uliyetuumba, Mungu uliyetufanya kwa mapenzi yako, Bwana uliyetuleta Bwana tukakutumikie, na sisi leo Bwana tunaamua kutumika mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa utukufu. Bwana tunakuomba ukazidi kuwa mwamba, ukawe ngao na kigao katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Adui huinuka, lakini Bwana tumekutegemea kwamba hata tujapoanguka Bwana tukasimame tena katika jina la Yesu. Tukitapo katika giza Bwana ukawe nuru katika jina la Yesu Kristo. Usituache tukaangamia. Wewe ndiye Mungu mwema, wewe ndiye Mungu mwaminifu. Usituache tukapotea mikononi mwa adui zetu katika jina la Yesu, mikononi mwa adui zetu katika jina la Yesu. Tukanyagapo katika njia Bwana tunaomba ya kwamba tujapokuwa tukikanyaga katika njia Bwana nguvu zako zitakuwa nasi. Bwana tujapokuwa tukikanyaga katika njia nguvu zako zitakuwa pamoja nasi. Uwepo wako utakuwa pamoja nasi, nguvu zako zitaenenda nasi, kweli yako Bwana itakuwa nasi. Bwana uongo hupandwa kwenye vya kwetu katika jina la Yesu. Tunanena ya kwamba kila ongo iliyopandwa inang'oka leo katika jina la Yesu. Uzima wako unapatikana kwa damu ya Yesu, nguvu zinapatikana kwa damu ya Yesu. Watu kuna kuchoka, kuna kuanza biashara na kuchoka, kuna kuanza safari na kuchoka, kuna kuanza kazi na kuchoka, kuna kuanza matamanio ya mioyo yetu na kuchoka, kuna kuanza kuendea hatima yetu kuna kuchoka. Bwana ndani yako tunapewa nguvu mpya. Tunaomba ya kwamba Bwana ukatupe nguvu mpya, ukatupe nguvu mpya, ukatupe nguvu mpya. Wewe usiyebadilika, tunajua ni ngome imara, tunakujua wewe ni ngome imara, tunakujua wewe ni ngome imara. Bwana tunaomba ya kwamba wewe, tunaomba ya kwamba wewe usiyebadilika ukawe kwetu. Tunaomba ya kwamba wewe usiyebadilika ukawe kwetu katika jina la Yesu. Wewe Mungu usiyebadilika. Katika Waebrania 10:8 neno lako Bwana linasema ya kwamba wewe ni yule yule jana, leo na hata milele, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kutembea nasi jinsi ulivyotembea na Musa, ukatembea na sisi kama vile ulivyotembea na watumishi wako wengine, ukatembea na sisi pia kama vile ulivyotembea na watumishi wako wengine, ukatembea na sisi pia katika jina la Yesu Kristo. Isaya ametuambia ya kwamba tukakutafute maadamu unapatikana. Kwa sababu hiyo tunautafuta uso wako, maana lako limesema kwamba siku utakayoacha njia zetu mbaya na kukutafuta uso wako na kuacha njia zetu mbaya na kujinyenyekesha kwa kuomba wewe Bwana kutoka mbinguni utasikia. Kwa sababu hiyo tunakutafuta maadamu unapatikana, maadamu tumeacha njia zetu mbaya, tunajua utatokea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pengine ni dhambi zetu kulingana na Isaya 59 mstari wa 1 hadi 3, pengine ni dhambi zetu zimekufungia Bwana, unashindwa kutuasesi. Leo Bwana damu ya Yesu Kristo imetusafisha upya. Neno lako Bwana linasema ya kwamba neema na fadhili zako ni mpya kila asubuhi, na zinatufariji moyo kila tuamkapo katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu siku ya leo zimetufariji tena moyo, tumeamka tena na tukaamka tukapata jua limechomoza kwa upya. Jua halikuzuiliwa na mawingu, jua halikuzuiliwa na giza, limewaka likaleta nuru. Kwa sababu hiyo neema yako na rehema zako na matendo yako makuu yanazidi kwako katika jina la Yesu Kristo. Wewe uwezaye, wewe haubadiliki, ni yule yule jana, leo na hata milele. Ulikuwa kwa mtoto Mariamu ukaingia hekaluni kufunza, ni yule yule. Ukatokea mtaani, ni yule yule. Ukatokea mtaani, ni yule yule. Ukatembea na kina Petro ukitenda miujiza, ni yule yule. Kutoka Mithali 10 na mstari 30 neno la Bwana linasema kwamba Yesu wa Nazareti, ambaye Bwana alimpaka mafuta kwa roho na nguvu, na akatembea huku na huko akitenda
kazi njema na kiponya wote walioonewa. Pengine nasi tulikuwa tumeonewa kwa njia tulizokuwa tunatumia, njia zilikuwa zimetuonea, akili zetu zilikuwa zimetuonea, watu wa kwetu walikuwa wametuonea, tuliwatumainia hao kama njia wakatuonea, tukaitumania fedha yetu kama njia ikatufinyolea, tukatumania watu walio karibu yetu kama njia wakatuonea, tukatumania kila kilichotokea mbele tu kama njia ikatuonea. Lakini leo kwa sababu tumejua ya kwamba wewe Mungu, wewe Yesu ni njia ya mema, unatembea hapa na huko ukitenda mema na ukiponya wote walionewa. Tumeonewa Bwana, tuponye na sisi, ponya nafsi zetu, ponya nguvu zetu, ponya mifupa yetu, ponya sura zetu katika jina la Yesu Kristo. Maana chemchemi za uzima hutoka moyoni, na huko kama kutakuwa na huzuni ya moyo huikausha mifupa katika jina la Yesu. Tusiwe na huzuni ya moyo, ponya mioyo yetu, ganga mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo. Ganga mioyo yetu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu nasema leo hii kwa jina la Yesu, hali nikiendelea kulisikia neno lako, tukitamatisha fundisho hili la njia, ninaomba ya kwamba Yesu nikampokee kama njia kwa upya, neema yake ikatende kazi maishani mwangu kwa upya, nguvu zake zikatende kazi kwa upya, nguvu zake zikatende kazi kwa upya, mamlaka yake ikatende kazi kwa upya katika jina la Yesu. Nikajua ya kwamba ninaenda kwake kwa imani, na pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, na nikamtolee Bwana kwa uaminifu katika jina la Yesu Kristo. Na nikajua pia ninaenda mbele zake kwa kuomba, kwa kupitia kuomba tunatembea katika njia ya Kristo. Kupita katika njia ya Kristo, sema kupita katika njia ya Kristo kuna kanuni zake, na kwa sababu hiyo nimejua pia kuomba ni kanuni mojawapo ya kupita katika njia ya Kristo. Ziko kanuni zingine nyingi, kuna kanuni ya unyenyekevu, kuna kanuni ya kujivunja, Bwana kutoa kiburi, na kinywa cha kiburi Bwana anakichukia. Hiyo ni mambo Bwana anachukia. So tukiwa nyenyekevu tunatembea katika njia ya Kristo, lakini kwa sababu haya ndiyo mambo Bwana aliyokusudia tukayajue, basi acha akatusaidie. Sema Roho kanisaidie, sema Roho kanisaidie katika jina la Yesu. Kwenye biashara yangu hii nitakapokuwa naileta mikononi mwako, Bwana ukatusaidie. Tumejua ya kwamba kwa kuomba tunaitembelea njia ya Kristo, na tunajua ya kwamba maadui wana njia zao, maadui wana njia zao. Kwa sababu hiyo inatokea muda maadui wanatujia kupitia njia zao wanatujia, basi Bwana akavamie kambi ya adui, akavamie njia ya adui katika jina la Yesu Kristo. Watenda mabaya watakapokuwa wanainuka wakale nyama yetu watajikwaa na kuanguka. Watenda mabaya watakapokuwa wanainuka wakale nyama yetu watajikwaa na kuanguka. Njia zao zitakuwa giza na utelezi katika jina la Yesu. Njia zao zinakuwa giza, njia zao zinakuwa giza, zinajaa utelezi. Watakapokuwa wanajaribu kuinuka wataanguka tena. Sema katika jina la Yesu, kama ilivyotokea kwa Yesu mwenyewe wakati wanataka kumshika. Alipouliza mnamtafuta nani, wakamwambia tunamtafuta Yesu Kristo wa Nazareti, na alipowaambia ndio mimi huyu, walirudi nyuma mara 3 wakaanguka. Sababu hiyo njia ya maadui zangu katika biashara inafanywa giza katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu, tunakuja mbele zako tukisikia neno lako kwa ufupi, na tukikuja tena kwako tukileta tena haja za mioyo yetu mikononi mwako. Bwana, tunajua kwamba utatubadilisha na kutuongoza katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sema amina mtumishi wa Bwana, sema amina mtumishi wa Bwana. Leo hata hatutakuwa na muda mrefu wa kufunzana sana. Leo tunafaa kuangalia kanuni nyingine. Jana tulisema kwamba kuna kanuni nyingi za kuendea kila kitu. Umepewa hiki ndio unafaa ukiendee. La, sasa kanuni ni gani? Yesu mwenyewe ni njia. Sasa kanuni ni gani? Kanuni ya kumwendea Yesu kama njia. Kanuni ni gani? Kanuni ni gani ya kumwendea Yesu kama njia? Kumtumia Yesu kama njia kuna kanuni zake. Sasa tunamtumiaje Yesu kama njia? Namba 1, tunamtumia kwa imani. Na tukaona ya kwamba kila
amwendea Mungu, naamini kwamba yupo, maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Tukaona nini imani? Ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tena tukaona ya kwamba imani ni kuongea kinyume na kile unachoona. Imani, chanzo cha imani ni nini? Imani huja kwa kusikia, na kusikia kunakotokana na neno la Kristo. Haleluya. Imani huja kwa kusikia, na kusikia kunakotokana na neno la Kristo. Pia tukaangalia kwa tunaweza endea Yesu kwa kutoa sadaka kwa ukamilifu. Malaki 3 na ukianzia mstari wa 7 hapo nasema hatutamwibia Mungu, tupeleke zaka kamili ghalani mwa Bwana na tuone kama haitakuwa baraka kwenye nyumba ya Bwana. Hagai akihubiri aliwaambia watu wanajenga nyumba zao, hawaipendi nyumba ya Bwana, wanajenga nyumba zao, hivyo wanaona kuchelewa kwenda katika nyumba ya Bwana. Ndio maana wanapanda kingi, wanavuna vichache, wanapanda kingi, wanapata mavuno machache katika mashamba yao. Wanatafuta kwa nguvu nyingi, lakini wanakosa kupata kitu kinachofanania nguvu zao. Wanatumia akili nyingi, lakini watakapovuna wanapata kitu kisichofanania akili zao. Wanatumia akili nyingi, lakini watakapoendea mapato yao wanapata mapato ambayo hayafananii akili zao, hayafananii nguvu zao, hayafananii uwezo wao, hayafananii vile walivyo, hayafananii muonekano wao. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hawajatoa kwa ukamilifu, na kutoa kwa ukamilifu pia ni kanuni ya kutembelea katika njia Kristo. Ni kweli yeye ndiye njia, kweli na uzima, lakini aliposema kwa kadri ukianza kunitumia mimi kama njia, unajitwika mzigo wako na msalaba, unatoa mizigo, unajitwika msalaba wako na unamfuata. Msalaba mmoja wako ni mmoja wao wa kumfuata Yesu kama njia ni imani. Wa pili ni kutoa sadaka kwa ukamilifu. Toa fungu la 10 halafu uone kama Bwana hata kumiminia baraka. Anasema mjaribu kwa njia hiyo na muone kama sitamiminia baraka za mbinguni hata isiwepo sehemu ya kuweka, hata kujazia kipimo cha kujaa, kushindiliwa, hata kumwagika, katika jina la Yesu Kristo. Yeye Mungu awezaye akakusaidia wewe, akakupe moyo wa uaminifu. Anasema kama mtu atakosa kuwa mwaminifu kwa mambo madogo, ni nani atakayemwamini katika mambo makubwa? Haleluya. Ni nani atakayemwamini katika mambo makubwa? Ni nani atakayekuamini kama wewe mambo madogo tu unakosa kuwa mwaminifu? Haleluya. Kama mambo madogo unakosa kuwa mwaminifu, basi nani atakuamini katika mambo makubwa? Haleluya. Sasa leo tunaangalia ile msalaba wa 3 wenye tunabeba wenyewe. Msalaba wa 3 wenye tunabeba baada ya kumfuata Kristo. Anasema njoni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu. Sasa hizi ndizo nira za Yesu, na tujifunze kwake yeye aliye njia ya kweli na uzima. Tujifunze kwake, maana mzigo wake ni mwepesi. Unabebeka. Mzigo wake ni mwepesi, unabebeka katika jina la Yesu Kristo. Tunabeba, unabebeka. Mzigo wake ni mwepesi, unabebeka. Mzigo wake ni mwepesi, unabebeka. Leo tunajifunza kubeba mzigo wa maombi. Tuwe watu wa maombi. Sikia, tukianza nilisema hivi, kinachopatikana kwa maombi kinalindwa na maombi. Yesu tunamwendea, tunapata kila kitu kwake, lakini tunavilinda kwa imani, tunavilinda kwa kutoa sadaka, tunavilinda kwa kuomba. Hadi tukiendelea kuomba, tunalinda uhusiano wetu sisi na Mungu. Maombi maana maombi tunaweza, watu wengi sana wanaweza define maombi kwa namna hii. Waseme maombi ni maongezi kati ya Mkristo na Mungu. Maombi ni maongezi kati ya Mkristo na Mungu. Tukifika kwenye imani, jana nilikwambia imani, wewe mtumishi, wewe umekuwa na imani ukiamini watu wenye long distance wamekutumia picha na ukaamini na hizo picha. Haya, wewe mambo ya imani hayakusumbui. Kwenye maombi sasa, maombi ni maongezi kati yako wewe na Mungu. Yaani maombi ni maongezi kati yako wewe uliyeumbwa na yule aliyekuumba. Yaani maombi ni channel ya kukusaidia wewe uliyeumbwa kufikia muumbaji wako. Thank you Holy Spirit for this revelation. Like maombi ni channel ya kukuunganisha wewe uliyeumbwa, kilichoumbwa na mwenye aliumba. Yaani mwenye aliumba aliweka udhaifu fulani ndani yetu, ambao huo udhaifu tunaweza tu kwa kumwendea yeye kupitia maombi. Haleluya. Kwa kupitia maombi tunamwendea aliyetuumba.
kama tuko na udhaifu sikia, Yesu siku moja akawaambia wanafunzi wake kwamba mwili, roho iradhi, lakini mwili udhaifu. Yani huu mwili ulivyo, huu mwili ni dhaifu by nature kabisa. Yesu alikuwa Mungu, lakini kwa sababu alikuwa ndani ya mwili, kwa sababu tu alikuwa ndani ya mwili, alikuwa dhaifu. Mwili wake ulikuwa dhaifu. Sasa kama mwili ulikuwa dhaifu, unajua ukisoma Biblia, usisome Biblia tu usisome tu kwenda usisome story kwa kumka stone. No, ukisoma story elewa the code. Alisema mwili ni dhaifu, lakini pia yeye alisema njoni kwangu, jitieni nira yangu na mjifunze kwangu. Yani mimi ndio njia, njoni mjifunze kwangu, nitembeleeni mimi, maana hakuna wezaye kwenda kwa Baba ila kufikia kwangu. Sasa wewe mwenye tunafaa tukufuate, unatuambia kuwa mwili ni dhaifu, tunafanyaje? Akaendelea akasema, lakini ombeni msije mkaingia majaribuni. Ombeni msije mkaingia majaribuni. Ombeni msije mkaingia majaribuni. Haleluya, haleluya. Ombeni msije mkaingia majaribuni. Hata kupata neema ya kutoka kwenye majaribu, tupate neema na rehema, inatupasa tuombe. Tusome Waebrania 4 mstari wa 6. Waebrania 4 mstari wa 6. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupate rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Tupate neema na tupewe rehema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Wakati mwingi sana tunapita kwenye mahitaji, tunapita kwenye magumu. Tumemfuata Kristo kama njia ndio, lakini sasa tumemfuata Kristo kama njia, mizigo inatulemea. Tunapata mbona hatuendi? Sauti yake ndio ilinituma nifungue hii biashara, mbona haiendi? Sauti yake ndio ilinituma nikuje nisomee hii kozi, mbona haviwi? Sauti yake ndio ilinituma niende kwa wale watu nikaihubiri injili, mbona mambo hayaendi? Sauti yake ndio ilinituma nitumike mahali hapa, mbona sasa vitu haviendi? Mbona elimu yangu haisongi? Mimi ni mtumishi tu mzuri wa Mungu, nimejitenga na dhambi, nimejitenga na uovu, mbona mambo yasiende? Mbona wasiende? Inasema tukikaribie kiti cha neema na rehema, kiti cha neema kwa ujasiri, tukikaribie. Na tunakikaribiaje? Kwa maombi. Yesu akiwa kama njia, tunakikaribia kiti cha neema kwa maombi. Yamejaa neema. Neno la Bwana linasema torati ilikuja kwa Musa, bali neema ilikuja kwa Mkristo. Torati ilibidi tulipie, lakini neema ilipokuja ikatulipia deni. Tunaendea kwenye kiti cha neema kwa ujasiri. Tunaenda tukijua kwamba Yesu ndio njia, Yesu ndio njia, hatushindwi popote. Yesu ndio njia, hatushindwi popote. Na tunaendaje? Kwa ujasiri. Tunaomba, si dhambi zetu si kutenda mema kwetu kunakotufanikisha, kwa maana sasa neema ya Kristo ilifunuliwa na imewekwa wazi kwetu. Kwa hiyo si matendo mema yanayotufanya tusimame tena, si kazi zetu njema zinazotufanya tusimame tena, si mambo yetu mazuri yanayotufanya tusimame tena, ila ni imani katika jina lake na kuliamini jina lake na kwenda mbele zake kupiga. Tunaachilia lugha za kimalaika, tunaachilia lugha za rohoni, tunamwambia Bwana, tumejisalimisha kwako. Sisi sio chochote. Yesu alisema kwamba mimi ni dhaifu, lakini code aliyoachilia ndio alikuwa anakuambia mtumishi, ukisoma Biblia, learn the codes, man of God, learn the codes, man of God, learn the codes, the code was pray, so that you will never enter into any temptation. In the mighty name of Jesus, you anticipate a temptation in the business you are doing. You anticipate a temptation in the cause you are undertaking. You are just seated and you feel like, hey, why do I feel my heart is so heavy? What is going to happen? Or you are writing something and the Lord makes you to write the next month. Like, what is it that will happen in the next month? Now, maombi sasa, kutokana na hiyo yenye tuna anticipate, kutokana na hiyo yenye tunaambiwa tuombe tusije tukaingia majaribuni, we anticipate what will happen. Like, naandika tutarehe, leo tarehe ngapi? Leo tuseme ni tarehe 18 mwezi wa 7, si ndio? Leo tarehe 18 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 7. Tumefunga kabisa mtumishi, tumefunga, tuko na maombi, tunaombea ulimwengu wetu wa kiroho. Bwana akawe njia, roho wake atuongoze kwenye nchi iliyolaaniwa na mababu zetu, tunazikemea. Na pia tunaomba Bwana akawe njia katika ardhi hiyo ilikuwa maji. Petro alitembea. Sasa wewe unaandika 18 badala ya mwezi wa 7 uandike 8. Mara ya kwanza 8, mara ya pili 8, mara ya tatu. Sasa inakukumbusha ni nini hii ambayo kuna kitu inafaa itokee mwezi ujao. Kuna kitu inafaa utokee mwezi ujao. Kuna kitu inafaa utokee mwezi ujao. Sasa unafikaje mwezi ujao? Ni kwa kupitia maombi. Maombi ndio njia pekee.
Namba moja, tumesema maombi ni maombi ni maongezi kati yako wewe uliyeumbwa na aliyekuumba. Haleluya. Namba mbili, maombi ni njia, maombi ndio tuseme hivyo basi, maombi ni njia ya kukupeleka wewe to the future and to the past. I've got the word. Thank you Holy Spirit. Maombi ni mlango wa kukupeleka wewe to the future and to the past. Unaweza rudi past ukarekebisha mambo kupitia maombi. Maombi yanakuingiza kwenye ulimwengu wa roho na unarudi nyuma kabisa. Unaangalia kama maombi yaliwaka kwa kina Shadraka, Meshaki na Abednego, kama maombi yaliwaka kwa kina Danieli, kama maombi yaliwaka kwa kina mimi. Mwezi wa 6 alikosea mahali. Neno la Bwana linasema yeye ni Mungu mwenye kurudisha miaka yetu iliyoliwa na nzige. Ni Mungu mwenye kurudisha miaka yetu iliyoliwa na nzige. Kwa sababu hiyo kila mwaka wetu ulioliwa na nzige unarudi huko nyuma. Mwaka wangu uliokuwa nasoma, elimu yangu ililiwa na nzige, akili yangu ililiwa na nzige, ninarudisha kwa maombi. Tunarudisha. 3, mbali na maombi kuwa mlango, maombi ni gharama unayotumia kulipia vitu vyao. Hatupati vitu bure. The fact kwamba Yesu ndio njia haitupi tayari kupata vitu tu hivyo. Anasema ombeni nanyi mtapewa. Mathayo 7 na mstari wa 7. Tusome hiyo. Mathayo 7. Ni kifungu ambacho mnakijua sana. Tuko ndani yake lakini hatupokei kwa sababu hatuombi, na hata kama tunaomba vibaya. Mtumishi, tunaomba vibaya. Na tunaombaje vibaya? For our personal gain. Kuna kitu kinaitwa roho zisumbuazo huja ndani ya mtu baada ya kuondoka kwenye mpango wa Mungu. Na tunatokaje kwenye mpango wa Mungu? Tunatoka kwenye mpango wa Mungu kwa kufanya kazi ya Mungu kwanza kwa kufanya kazi ya Mungu for personal gain, ili tujifaidishe. Tunatoka kwenye mpango wa Mungu. Namba 2, tunatoka kwenye mpango wa Mungu kwa kufanya mabaya. Namba 3, tunatoka kwenye mpango wa Mungu kwa kulisahau kusudi hilo ndani yetu. Sasa hapa kuna maombi. Hatupokei vitu pia. Hatupokei vitu na tunadhani kama roho zisumbuazo zinatujia. Hatupokei vitu kwa sababu hatuombi, na hata tukiomba tunaomba vibaya. Tunaomba for personal gain. Na tukiomba for personal gain, roho zisumbuazo zitatuandama. Sasa tunajua tuombe nasi tutapewa. Mathayo 7 mstari wa 7. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ombaye hupewa, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Kama vile mtoto aombavyo mkate na akapewa mkate, hapewi jiwe. Sisi nasi tukienda mbele za Bwana, sisi ni watoto, tunaenda maombi. Maombi ndio gharama. Kufunga inapenda nguvu ya Roho Mtakatifu. Kufunga ni gharama. Unaenda mbele za Mungu, unajinyima. Ndio maana kunaitwa kujinyima. Unajinyima na unaenda mbele za Mungu, unailipa gharama. Unamwambia Bwana, nimejinyima. Sasa wewe mtumishi, mfanyabiashara mtumishi, usiyeomba, pale kuna mfanyabiashara mtumishi aombaye, unasema yeye labda ana mtaji, amejenga nguzo zake katika maombi, katika mwamba. Yesu ndio mwamba wa kale. Tunajijenga katika mwamba. Haleluya. Tunajijenga katika mwamba. Asangalia kwenye group letu hili tupo sisi tunaomba. Waona then tutabaki hivyo kuwa hivyo wa kawaida. Amen. Tutabaki hivyo wa kawaida? Hatuwezi baki hivyo kuwa kawaida. Bwana lazima tu atatubadilisha. Yaani ni lazima. Kwa vile yeye ndio njia, na hii ni kanuni nyingine pia kumwendea, kwa kuomba, kusali na kuomba. Haleluya. Ni kwa kuomba mtumishi. Ni kwa kuomba. Yani ni either tuombe or we lose those businesses. It's either we pray or we lose those careers. Yesu tunaye na tupate maisha tunafeli. Yesu ndio njia yetu na tupate maisha tunafeli. Tumemwamini lakini sasa hatupeleki haja zetu. Anasema mpaka muombe ndipo mtakapopewa. Kila ambayo ombeni. Si ati Mungu anajua haja zetu. Acha tusome. Acha tusome mtumishi wa Bwana. Anasema naongea sana huyu. Mungu anajua haja zetu. Mathayo 6. Sikia. Kwa maana hayo mnayoyatafuta, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta.
kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anayajua ya kuwa nyinyi mnayahitaji. Hiyo ni Mathayo 6:32. 33 unasema, basi utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie kesho, kwa maana kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku moja maovu yote. Tusisumbukie kesho. Sisi kazi yetu ni kwenda mbele za Mungu. Katona, labona, libando, reboshata, labosakata, rakatila. Tunaenda mbele za Mungu. Tunamwambia Mungu atusaidie. Tunamwambia Mungu, tunaendea kiti cha Mungu, kwa kiti cha neema, kwa ujasiri, na tunakiendea hivi kwa kutosumbukia. Kwa kutosumbukia. Amen. Turudi juu kabisa. Turudi juu. Tusome sasa, tufungapo na tuombapo. Tuanze mstari wa 5, Mathayo 6:5. Tena msalipo. Sikia, amesema tena msalipo. Ile akizungu amesema and when you pray. The fact that the Bible talks about when, this means we must pray, and we ought to pray. If we are in flesh, the only way that we can survive, the fact that we are in flesh, the only way that we can survive is by prayer. Our mshtaki wetu ibilisi, our opponent, or rather our enemy, the devil, is not asleep. He's always running here and there. He's always seeking ways to make us fall. He's always seeking ways to make us sleep. He's always seeking ways to make us slumber. He always seeks ways to make us sleep in our business, to make up die before our time, to make our families die, to make us lack peace. So do not sleep. Pray always. Pray always. Pray always. Pray always. Pray always, so that the Lord may show up, so that we may receive the grace that will help us in our wants. In the mighty name of Jesus, that grace we are receiving today, as we may be going to pray, that grace is being received, and that grace for our businesses is going to say, hekima tofauti. Hekima ya kibiashara inapatikana, hekima ya ndoa inapatikana, hekima ya ujana inapatikana, hekima ya umama inapatikana, hekima ya undugu inapatikana, hekima ya kifamilia inapatikana, hekima ya kuishi katika huduma inapatikana, katika jina la Yesu Kristo. Tena msalipo. Kusali lazima, mtumishi, si hiari, ni lazima. Kama Mkristo lazima usali. I was telling to some people this morning that it is either we pray, because it is a must. It is either we pray or we fail. The fact that Lord Jesus himself was praying, and he was God. He prayed because he was in flesh. He meditated the word because he was in flesh. Our flesh is limited. We are limited, so we need God. We need God more than anything else. We need God, brethren. We need God to show up. The fact that he himself is the way. Lakini amesema tukimfuata tunabeba mizigo yetu, tunabeba misalaba yetu. Na tunaubebaje msalaba? Kwa kuomba. Ni mpaka tuombe ndio tupewe. Mtoto kama hata mwambia baba yake kuwa anahitaji peremende, hatapata peremende. Kama hatasema kuwa anahitaji biskuti, hatapata biskuti. Kama hatasema kuwa anahitaji mkate, hatapata mkate. Ni mpaka uombe. Ndio anasema kueni kama watoto wadogo, mpokeeni ufalme wa mbinguni kama watoto wadogo. Sikia, mtoto mdogo kama anaomba, nilisema anaomba from the point of baba anavyo. Haombi from the point of baba hana. Haombi from the point of hana. Anaomba from the point of baba anavyo. Anaomba from the point of nishawahi muona baba akinipa. Kwa hiyo wewe na wewe unakuja kwenye Biblia, unaenda nyuma. Nishawahi muona baba akipasua bahari. Kwa vile nimemfuata, najua tu huu ukuta hii hasara ndio imeanza kujiumba kwenye biashara yangu, inapasuka katika jina la Yesu. Nimemwona kibwaga ukuta. Kila mtu asimamaye mbele yangu kwenye kazi yangu kama ukuta, baba na upasua katika jina la Yesu. Nimemwona baba akitoa chakula, mimi nimebakiwa na robo sukari tu. Nimemwona baba akiongeza unga, mimi nimebakiwa na konzi tu. Nimemwona baba akiongeza mafuta, mimi hata majani sina. Ninamwamini Bwana. Unamuita kwa maombi, Bwana tokea, Bwana tokea, Bwana tokea. Ili maombi yafanye kazi, tunamwendea Mungu from the point of Mungu anavyo. Tunamwendea Mungu from the point of Mungu anavyo. Tunamwendea Mungu from the point of Mungu anavyo. Tayari viko tayari kwa ajili yetu. Tunaomba na tunapewa, kama vile mtoto amwendeavyo babaye from a point of baba anavyo, anamwendea. Na tunaomba tuendapo mbele za Mungu mchana huu wa leo, tuendapo mbele za Mungu as we conclude our series, tunamwambia Bwana, hatukulisikia neno lako tu siku zote hizi 7 for the sake of kulisikia. Hatukulisikia neno lako tu hili for the sake of
tulisikia neno lako, ili baada ya yote tukaipokee haja mioyo yetu. Sikia, msalipo salini, msiwe kama wale wanafiki. Halafu inakwambia pia usalipo chumba chako cha ndani, ukisha kufunga mlango, then sali kwa baba yako aliye sirini. Wewe sali, Bwana atajibu kwa wazi. Watu utapita hivi, nguvu ya maombi itajulikana. Utajulikana tu wewe unaomba. Utapita hivi, utajulikana tu yule mama ana nguvu ya maombi. Biashara yako itaenda. Yani watu watasema ni kweli biashara unga unauzwa tu same. Lakini kuna duka la fulani, duka la John. Nikienda hapo yanasikia tu kuna venye yani linanivuta. Viazi ni hivyo, haeki michele, haeki nini. Lakini kuna venye tu yani inajisikia. Kuna venye tu nikinunua viazi kwa John, nikinunua viazi kwa Suleiman, nikinunua viazi kwa Solo, nikinunua viazi kutoka kwa yule, nikinunua hizi nguo kutoka kwa duka la Rimba, nikinunua viazi kutoka kwa duka la Franco, nikinunua viazi kutoka kwa duka la Eric. Yani kuna venye tu nahisi. Yani kuna venye tu yani si ati watu sasa hiyo venye ni watu hawezi eleza. Ndio kuna venye tu yani watu hawezi eleza. Hiyo yenye watu hawezi eleza tunaijenga kupitia maombi. Katika jina la Yesu tunajenga majina yetu kupitia maombi. Tumemfuata Yesu, majina yetu yakabaki yako vile vile. Leo tunajenga majina yetu kupitia maombi katika jina la Yesu. Majina yetu yanajengwa. Sema amina. Haleluya. Kufunga nako imeelezewa na baba yetu aliye sirini atatujazi. Tukifunga tu, baba aliye sirini atatujazi. Twende Wafilipi 4 na mstari wa 6. Neno la Bwana anasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kusali, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Katika umaskini kwa kusali na kuomba, katika huzuni kwa kusali na kuomba na kushukuru, katika ugonjwa kwa kusali na kuomba, katika pingamizi za kibiashara kwa kusali na kuomba, kwenye kozi yako kwa kusali na kuomba, kwa habari ya ndoa yako kwa kusali na kuomba, kwa habari ya watu wako kwa kusali na kuomba, kwa habari ya huduma yako kwa kusali na kuomba, kila kitu kwa kusali na kuomba. Tumemfuata Yesu kama njia. Luka 18 na mstari wa kwanza. Neno la Bwana unasema, mwanadamu imempasa kumwomba Mungu siku zote bila kukoma. Imempasa kumwomba Mungu siku zote bila kukoma. Ni bila kukoma. Usiombe tu alafu kachilia. Imetupasa katika kila neno kumwomba Mungu. Yani ni katika kila neno, mtumishi. Siku ya leo siku ya bure. Tumefunga isiwe mfungo wetu bure. Tumefunga, tunamwomba Bwana akatoke, yeye aliye kama njia, nguvu zake zikaonekane, uwepo wake ukaonekane. Tumemsoma Bwana kama kweli yake tunaiomba ikaonekane, uzima wake tunaomba ukaonekane. Zile zote tulizozisoma kati ya wiki mpaka jana part 6, leo tunaziomba sote kwa pamoja sasa zikatokee. Yeye aliye kama mchungaji wetu, hatutapungukiwa. Tunaomba kutopungukiwa katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba kutopungukiwa katika jina la Yesu. Ukisema Bwana ni ngome yangu na uzima wangu, nimeogope nani? Tunaomba kwamba tusiogope chochote. Mwanadamu hata tutenda chochote. Mwanadamu yote atakayeinuka kuila nyama yetu, njia yake ikawe giza na utelezi. Zaidi ya yote tunaivamia njia ya adui. Uzima ukaonekane, uzima wa biashara, uzima wa mifugo, uzima wa kozi yetu, uzima wa watu wetu, uzima wa wazazi wetu, uzima wa watu wetu katika jina la Yesu. Uzima ukaonekane kwa watu wetu, kwa nguvu, kwa ndugu zetu, kwa watoto wetu. Uzima ukaonekane karabayando. Uzima, tunaomba uzima ukaonekane, uzima ukaonekane. Mithali 18 mstari wa 10. Neno la Bwana linasemaje? Linasema yeye ni ngome imara, watu wamkimbilie huwa salama. Kwa kuwa yeye ndio njia tuliyokimbilia na tunaikimbilia kupitia maombi. Tunaomba kila tukifanyacho kikawe imara. Biashara za wengine zikianguka, sisi za kwetu zikasimame. Nguo za wengine zikipotea, sisi za kwetu zikabaki. Watu wa wengine wakiwaacha, sisi wa kwetu wakabaki. Fedha ya wengi ikipotea, sisi ya kwetu ikabaki. Watu wengine wakiangamia, sisi wa kwetu wakabaki pale pale. Haleluya, maana yeye ni ngome imara. Yeye ni ngome imara, na tunaomba ya kwamba yule akatokee, na nguvu ile ikatokee, na mamlaka ile ikatokee katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, ikatokee katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sema amina, mtumishi wa Bwana. Sema amina. Maombi ni nguzo pekee katika jina la Yesu Kristo. Haleluya.
Haleluya mtumishi. Hope unanielewa mtumishi wa Bwana. Hope unanielewa mtumishi wa Bwana. Unielewa mtumishi wa Bwana. Kwamba it's either yani ni tuombe ama tuanguke. Yesu Kristo ndiyo njia. Lakini amesema ombeni nanyi mtapewa, ombeni nanyi mtapewa. Walipokosa kodi, Yesu alimtuma Petro akavue samaki mmoja na ndoano. Aliporusha akamshika, akambambahula, akampasua. Kubambahula ni kichonyi, akampasua. Amen, akampasua. Alipompasua akatoa fedha, akalipa kodi. Yani mpaka upeleke maombi yako mbele za Bwana. Haleluya. Unamwona Daudi katika Zaburi ya 25 mstari wa 5 anasema uniongoze katika kweli yako. Tunamwomba Bwana akatuongoze katika kweli yake. Tumesikia neno la Mungu kuhusu kweli, basi Bwana akatupitishe katika kweli yake, atuongoze katika kweli yake. Na ukienda Zaburi ya 119 mstari wa 40 mstari wa 145, neno Bwana alisema nimeita kwa moyo wangu wote. Bwana uitike. Akisema mniiteni nami mtaitika. Katika Yeremia 33 ndani tunamhitaji, tunamuita katika magoti. Tunamuita katika magoti. Kila mtu ana haja yake. Tumuite Bwana kwa vya kwetu akatokee. Nitazishika amri zake na tutamuita. Ndio tutamuita akatuokoe, akaokoe haja za mioyo yetu, akaokoe haja za mioyo yetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ukienda Zaburi ya 31, ukienda Zaburi ya 31, neno Bwana anasema lakini mimi nimekutumaini wewe Bwana, nami nimesema wewe ndiwe Mungu wangu. Kwa kuwa tumemtumaini, tusitahayarike, tusitahayarike. Tumemngoja yeye Bwana, yeye atajibu, na tayari amejibu. Si atajibu, tayari ashajibu, tayari ashajibu. Tumemngoja na kama vile ayala aionavyo shauku mito ya maji, ndivyo moyo wangu uonavyo shauku, uonavyo shauku Bwana. Ninatamani wema wake, ninatamani neema yake. Ndio hiyo, maombi yana nguvu. Maombi ni gharama ya kulipia vitu vyetu vikatokee bila pingamizi. Umepanga kuanzisha biashara, wengi walipanga wakakosa kuombea hatima zao zikafifia. Wakakosa kuombea ujana wao ukawapeleka vibaya. Wakakosa kuombea umama wao ukawapeleka vibaya. Wakakosa kuombea uzee wao ukawapeleka vibaya. Wakakosa kuombea utoto wao wakaenda vibaya. Wakakosa kuombea watu wao wakafa, biashara zao zikafa. Leo tunaomba uzima kadumu. Vya kwetu tumepata, tunaomba uzima, tunaomba utele, tunaomba ukweli, akatuongoze katika kweli yake. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Sisi ambao tutainua macho yetu tutazame milimani, msaada wetu unatoka kwa Bwana, yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Msaada wetu utatoka kwa Bwana, yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Hata uacha mguu wangu usongezwe, hata uacha mguu wangu usongeze. Yale aliyesema katika Mathayo 11 kwamba tuende kwake sote tusumbukao na kulemewa mizigo mizito, naye atatupumzisha. Tunaenda kwake, atupumzishe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Atupumzishe kwa ajili ya maisha yetu, atupumzishe. Haleluya. Tunaomba amani ikapokee moyoni. Tunaomba uzima ukatokee katika maombi yetu. Tena mwisho tutaomba kwa kumshukuru Mungu. Tunaomba nguvu wakati wa udhaifu, kwa sababu yeye ni mwenye nguvu zote. Tumemfuata yeye. Tunaomba nguvu ikawa pamoja yetu. Tunaomba baraka ya kifedha. Tunaomba uponyaji katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Twende mbele za Mungu. Sema Bwana, kwa kutoka kwa Isaya 40 mstari 29, wapae nguvu wazimiao, wapae nguvu wazimiao. Tunakuja kwako tukiwa wadhaifu na wachovu, mioyo yetu imelemewa, matumaini yetu yanateremka, lakini tunajua wewe ndiwe chanzo cha nguvu zetu. Sema tunajua wewe ndiwe chanzo cha nguvu zetu. Sema tunajua wewe ndiyo chanzo ya biashara yetu, wewe ndiyo chanzo ya afya yetu, wewe ndiyo chanzo ya uhai wetu, wewe ndiyo chanzo ya amani yetu, wewe ndiyo chanzo ya ngome yetu. Hivyo tunakuomba utupe nguvu, tupe moyo wa uvumilivu na subira katika jina la Yesu. Achilia uzima, achilia afya, achilia nguvu, achilia ukweli kwenye majina yetu, kweli kwenye nguvu zetu, kweli kwenye
afya yetu kweli kwenye nyayo zetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amani yako ikatokee, amani yako ikatokee tunapohisi kushindwa. Neema yako ya kutusaidia ikawe msaada. Rehema zako zinue roho yangu. Ninaamini ya kwamba, sema ninaamini ya kwamba ninaamini ya kwamba katika udhaifu wangu nguvu zako zitaonekana, nguvu zako zitaonekana. Kama wamepanga kufa kwangu, uzima wako utaonekana. Kama wewe wanaona tu uongo, ukweli wako utaonekana. Wewe unatuongoza katika kweli yako, tumekufuata wewe, utupumzishe. Wewe Bwana wa Sabato, wewe ni Bwana wa Sabato. Tunaomba Sabato katika jina la Yesu. Kataramanda liko shakata balanto lemanda rebo sokoto lapakataya lakotoshe keterabayando leko sakataya rabakataya balakatura balakataya lakatakata bakatetepa shakatukata lakaturabaya likisheketu rabakata. Usingoje mpendwa kuongoza katika maombi, twende mbele za Bwana, mwambie Bwana katokee. Amesema ni mwanadamu imempasa kumuomba Mungu siku zote bila kukoma. Imetupasa kumuomba Mungu siku zote bila kukoma. Kwa sababu hiyo tunamwendea Mungu, tunamwendea Mungu leo kwa habari ya biashara yetu. Tunamwendea Mungu, tokea Bwana, tokea na wateja, tokea na fedha yoyote. Mwenye fedha yetu tunamuita kutoka popote alipo, yoyote mwenye cha kwetu tunamuita kutoka popote alipo. Mwenye mtaji wetu tunamuita. Kama amefungiwa kwenye mapango, kama amefungiwa kwenye miti, kama amefungiwa kwenye bahari, tunasema akawe moto. Amefungiwa kwenye mapango, akawe moto. Tunasema akawe moto. Kama ni mtu amemzuia, akawe moto na miba, akawe moto na miba. Kama amefungiwa kwenye bahari, anafanywa kuwa aflota katika jina la Yesu. Anaflota, anabebwa, analetwa kwangu. Kama amefungiwa mbali sana, anamezwa mabawa yanamea, mabawa yanaota katika mikono yake, anapeperushwa, analetwa kwangu. Pepo zinaleta fedha yetu katika jina la Yesu. Kila cha kwetu tunakiita katika jina la Yesu. Twende mbele za Bwana, muita kila cha kwako, kila cha kwetu kinatujia. Baada ya kuja kila cha kwetu kilichoshikoliwa na Wajemi kinatujia. Kilichoibwa na Wajemi, kilichochukuliwa na Shetani, lazima tunyang'anye. Kato rabakata shakotola rabayando leko shakata bakato rikete shakata balatole reketapa rabababaso rekuta shabala kata rabakatete repokotoya libasakato raba rekete tapa shata lamanda raba sukutu rapokotosha talabanda raba leko shokoto lakataraba lakete tapa. Kwa vyakoto vimetufikia, yoyote mwizi anataka kuja tuibia, yeye Bwana ni mwenye nguvu zote. Nguvu zake zikatulinde, atuzingire na moto. Yeye aliyekutaza shaba, na kile nimesema, yeye ni kutaza shaba, yeye ni moto ulao akale maadui. Kila kiletacho hasara kikaliwe katika jina la Yesu Kristo. Kila kiletacho hasara kinaliwa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tunarudi nyuma. Kama kuna cha kwetu kililiwa na adui, tunanyang'anya. Kama muda wetu uliliwa na adui, unarudisha. Walioliwa na muovu, unarudisha. Vilivyoliwa na muovu, unarudisha. Vilivyochukuliwa na Wajemi, unarudisha. Miaka yetu iliyoliwa na madumadu, iliyoliwa na tunutu, iliyoliwa na parare, iliyoliwa na nzige, iliyoliwa na yule mwizi haji ile aibe au na haribu, pengine ametokea ili akatoe, ili akawe huduma, ili akawe elimu, ili akawe akili, ili akawe usemi wetu mwema, ili akawe amani katika mioyo yetu. Anapande huzuni, anapanda magugu. Pengine tulikuwa tumelala akapanda magugu, lakini kwa sasa Bwana tumetambua ya kwamba ni kwa maombi kila cha kwetu tunakipata. Baada ya kupokea kila cha kwetu, sasa tunaita kila tunachokihitaji, kila kazi tunayohitaji
Kila fedha tunayohitaji si yetu ndio, lakini the fact that tunahitaji inatujia. Maombi ni nguvu ya kuvuta hata visivyokuwa vya kwetu. Itavuta mtumishi wa Bwana, twende. Tunavuta kila cha kwetu, kila tunachokihitaji, kila tunachokihitaji, kazi tunayohitaji tunaivuta, mamlaka tunayohitaji tunaivuta, watu tunaowahitaji wanatujia katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, watu wa kwetu wanatujia, nguvu ya kwetu inatujia, watu wetu wanatujia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pakatete rapakatoya likatolema shatalamanda rabu sakata lakototete palatorabaya leko shantalaba rabasandele bukoto rapakataya balakotosha talabantalamando rebo sakata shatalibarakatoya bayakata lako sokoto rabakatana labo shokoto rakete la mama ramoko sikayaka romoko sikayaka yakatalabaya rakete shata yatalabandaraba yatelaba santu propese kadida lakaturaba rikasho sabradia lekoramande zabradia labashatalama rekete tapa shakatu tapa raba lakatu. Bwana wa imani wa amani akatokee, tunamwamini, anatokea kwa jina la Yesu, anatokea, vinatokea kwa jina la Yesu. Tulipotuma muamala unasoma na tunajibiwa majibu mema. Wewe wape nguvu watu wazimi hao, unatupa nguvu katika jina la Yesu, unatupa nguvu sisi tuzimi hao katika jina la Yesu. Piga rapakata shakatu likasana. Sema Bwana, kwa ajili ya kazi yangu tunakuomba Bwana ukatupe ajira. Kwa habari ya ndoa yangu tunaomba uzima wako, tunaomba amani yako. Kwa ajili ya biashara yangu tunaomba amani yako, tunaomba ujasiri wako, unaomba utupe uwezo wa kushinda kila hali katika jina la Yesu Kristo. Maneno mabaya yajayo yasitupe kuanguka katika jina la Yesu. Kazi mbaya zijazo zisitupe kuanguka katika jina la Yesu. Watu wajipangapo kupigana nasi hatuogopi, maana wewe ni msaada wa karibu na upatikana utele wakati wa mateso. Sema wakati nitakuinuka nini kupitia kwenye mateso, hata hapo nitatumaini, maana gongo lako na fimbo yako vyatufariji. Wewe Bwana ambaye ni mchungaji, hatutapungukiwa. Nasema sitapungukiwa katika huduma, sitapungukiwa upako katika nguvu, sitapungukiwa upako. Sema nimevamiwa na upako usiopunguka. Soko langu limevamiwa na upako, nguo zangu zimevamiwa na upako, maneno yangu yamevamiwa na upako, afya yangu imevamiwa na upako, miguu yangu imevamiwa na upako. Popote nitakapotokea, kauli zangu zinasikizwa, zinaipokea nguvu ya Roho Mtakatifu, vipawa vya Roho Mtakatifu. Maisha yangu ya kiroho yamevamiwa na upako wa kwenda mataifa mbali katika jina la Yesu. Ni upako katika biashara yangu, ninaenda nchi za mbali nikilitangaza neno lako kupitia biashara yangu ya shati hii Bwana, kupitia biashara yangu hii ndogo Bwana, lakini si ndogo kabisa, maana neno lako limesema, sema neno lako Bwana limesema kwamba mdogo atakuwa elfu, hata kama ninaonekana mdogo Bwana unanifanya mkubwa katika jina la Yesu. Kwa kipaji cha uimbaji tulivyo navyo, sema kwa kipaji tulicho nacho, kwa kile ulichopanda ndani yangu Bwana kimevamiwa na upako, ninaenda mbali katika jina la Yesu. Waniweke kwenye kanisa la Makoti Bwana, utaleta watu. Waniweke kwenye la Mabati, utaleta watu. Hata wanipeleke kwenye ukingo wa bahari Bwana, bado utaleta watu katika jina la Yesu. Unaleta watu Bwana, watu wa kunibeba kupitia kwenye kufika kwenye hatima yangu. Watu watanibeba nifike kwenye hatima yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninafika kwenye hatima yangu, ninafika kwenye hatima yangu. Unaniletea watu watakaonibeba nifike kwenye hatua yangu. Kila fedha ninayohitaji kufungulia biashara kwa ajili ya kuwa mtaji katika maisha yangu, Bwana unaniletea hiyo fedha katika jina la Yesu Kristo, kwa habari ya afya yetu, kwa habari ya wazazi wetu, kwa habari ya mwenzi wangu katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea kila roho zisumbuazo katika jina la Yesu. Kila roho isumbuayo afya kwa damu ya Yesu haitanisumbua. Sema haitanisumbua.
haitanisumbua. Kila roho isumbuayo, isumbuayo mafanikio, sema haitanisumbua. Kila roho isumbuayo, isumbuayo maendeleo, sema haitanisumbua. Haitanisumbua. Fanya kwa imani mtumishi, haitanisumbua. Haitanisumbua katika jina la Yesu. Haitanisumbua katika jina la Yesu. Haitanisumbua katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninaupokea uzima. Sema ninaupokea uzima. Ninapokea afya. Afya mifupani mwangu. Afya mifupani mwangu. Afya mifupani mwangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Uponyaji kutoka kwa Yeremia 17. Maana anasema atarudisha afya mifupani mwetu naye atatuponya majeraha yetu. Sema Bwana, Bwana Mungu wa uzima na rehema. Mungu wa uzima na rehema, nikiwa na maumivu na udhaifu katika moyo, unauganga. Sema unaganga biashara yangu. Sema unaganga ndoa yangu. Sema unaganga watoto wangu. Sema unaganga akili yangu. Sema unaganga watu wangu. Unaganga ulimi wangu. Sitanena mabaya. Sitanena mabaya. Unaganga mikono yangu. Sitatenda mabaya. Sitanena mabaya. Na kwa sababu hiyo ninapata afya. Ninaipata baraka mikononi mwangu. Kichwa changu unakiganga. Nitakuwa nafikiria kama mtu aliozaliwa mara pili na wewe Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Au unasema Bwana, kwa sababu umetuita. Sema kwa sababu umetuita. Wewe umetupa. Wewe umetupa mjue uwe yetu. Kwa sababu Bwana, kwa sababu Bwana umetutakabali. Umetutakabali na kwa kuwa unaturudia na kwa kuwa unatufurahia, utatupa injili iwe yetu. Sema katika jina la Yesu. Tupe injili iwe yetu katika jina la Yesu. Wewe njia uongozaye, wewe njia uongozaye maisha yetu ya kiroho, kwa sababu yamevamiwa na upako. Miili yetu kwa sababu imevamiwa na upako, na unaturudia Bwana, na unatupa afya mifupani mwetu, na tayari umerudisha afya mifupani mwetu na umetuponya majeraha yetu. Tunaamini kwa damu ya Yesu yenye nguvu ya kuponya na kutakasa. Umetuponya na kutakasa. Sasa kwa kuwa unaturudia, Yoshua akasema atatupa injili iwe yetu. Sema Bwana, unanipa biashara ile iwe yangu, afya ile iwe yangu, ndoa ile iwe yangu, ndoa ile yangu, kugraduate ile first class iwe yangu. Kozi ninayofanya unanipa iwe yangu katika jina la Yesu. Sasa ita iwe yako. Rabakati shekotota rabakata laba rabu shokoto sapakatala balanto lemanda rebu shokotoya balasukotuna balakatuya labasakata rabakatote shakatule basa rabakata lamanda rekoto shata pakati laba rabababaso rekototeta shaka pakati rakata balakata shakatuti rabababasi rekotota shakataba rabasokoto rabusokoto rabakataya balakata shakata katu rakata katu rabakata shakatu rabakato. Ile kazi nisimama tena kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana tunakuamini. Unaleta kila vya kwetu. Tunapokea afya. Tunapokea ile nchi umetupa Dodoma, umetupa Kenya, unatupa Dubai, unatupa Nairobi, unatupa Qatar, unatupa Israel, unatupa Misri, unatupa South Sudan, unatupa South Africa, unatupa dunia iwe yetu. Wale watu unatupa, ile biashara unatupa, ile fedha unatupa kwa jina la Yesu Kristo. Unaileta afya mifupani, unaleta hata biashara. Leta ile biashara, leta ile biashara, leta ile ndoa, leta wale watu, leta ile fedha, leta ile akili, leta ile breakthrough kwa jina la Yesu. Pasua hiyo miamba, pasua hiyo bahari kwa jina la Yesu. Kato raba kataya balakata rabashakatu lakasakata rakata katu rabakata rakato kata bakatira balakata shakata katu rakatapa. Kutoka Kumbukumbu la Torati 8 mstari 18, mtumishi wa Bwana sikia, inasema utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Yeye atupaye, yeye ni Mungu atupaye utajiri. Njia Yesu ni njia inatuongoza katika kutupa utajiri. Njia Yesu ni njia inayotuongoza ili kupata utajiri. Na Wafilipi 4 mstari 19, neno la Bwana anasema na Mungu wangu atawajazeni na kila mnachokihitaji. Njia hii Yesu tukiendea inatupa, tunapata kila tunachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utakatifu ndani ya Kristo Yesu, kwa kadri ya utajiri wake katika utakatifu ndani ya Kristo. Sema Bwana mwenye rehema, Baba wa baraka zote, Baba wa baraka zote, ninakushukuru kwa rehema na fadhili zako maishani mwangu. Nakiri kwamba wewe ndiwe chanzo cha riziki yangu na kwa kila kitu nilicho nako. Bwana ninakuomba ufungue milango ya baraka ya fedha, fungua baraka milango ya fedha, nipe hekima kutumia vizuri mali ulizonijalia katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana akupe mali
Haitoshi tu kuwa na njia ya Kristo ambayo itakuelekeza kufika kwenye utajiri. Itatosha akikupa hekima ya kutumia mali vizuri, akikupa baraka fedha na hekima ya kutumia mali vizuri, na moyo waaminifu katika utoaji. Kata rapakati, tulimwambia Bwana, tuliosikia kwa jana, tunataka kuwa waaminifu katika kutoa. Hivyo basi Bwana, tujalie moyo wa uaminifu katika utoaji. Tusaidie, sema tusaidie, sema nisaidie, sema nisaidie kuepuka tamaa, sema nisaidie kuepuka tamaa ya kimwili inosababisha kupoteza baraka ulizonipatia, kupoteza utajiri ulionipatia, tamaa za kiakili zinazosababisha kupotea hekima ulionipa. Tuondolee tamaa na kuniaminisha zaidi kwako katika mahali. Sema Baba, nibariki, niwe baraka kwa wengine. Ninatosha tukiwa baraka hata kwa wengine katika jina la Yesu. Haitoshi kwa baraka sisi wengine, inatosha tukiwa baraka hata kwa wengine. Inatosha tukiwa baraka hata kwa wengine. Inatosha tukiwa baraka hata kwa wengine katika jina la Yesu. Tunatosha ikiwa baraka kwa wengine. Sema Bwana, tupe fursa mpya zenye faida, tupe fursa mpya zenye faida, tupe fursa mpya zenye faida. Kwako kuna ukweli, kwako kuna hiyo kweli, kwa hiyo kweli na huo uzima na hiyo nguvu zote inavuta fursa mpya zenye za biashara zenye fedha katika jina la Yesu. Zinaleta project mpya zenye fedha katika jina la Yesu. Sema unaleta, sema Bwana unaleta kila tunachohitaji katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa ajili ya familia yetu Bwana unaleta, kwa ajili ya ndoa yetu Bwana unaleta, kwa ajili ya watoto wetu Bwana unaleta, kwa ajili ya wazazi wetu Bwana unaleta, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba mafanikio katika kazi yetu kwa baraka ile uliyotamka kwenye 28 mstari 12. Bwana, mafanikio katika kazi za mikono yetu, kazi za mikono yetu zibarikiwe, zikafanikiwe. Katu rabakata shakotuta lakata rabalando lekushata balakata rabasakatu rabakataya balakutu shata libanda lekushata balasukutu rabakata lekushakata. Kwa ajili ya watoto wetu Bwana unatubadilisha, kwa ajili ya wazazi wetu Bwana unabadilisha. Tarabayanda lekushukutu pakatelebu seketu rabakata rakatakata shatatapakatu reketetapa rabakataya balandulebasha talabandu reketeketa pakatetapa rakatakatu shapa rakatu rabakata shakatute rabakata rakatapa reketusha katu rabakata shakatetepa rakatakata rebesekete shakataba landulibana rabasakatu shakata balakatu shatu rebakata shatu rebakaya balazuza malakatu rebakanda libasando lekushanda balando lebakaya balasukiti rabasha rebokoto reketeta rabakataya balakatona rebeshendalaba reketaba raba romokoto sikayaka shakatile bayana lekusokotoya rebosokoto balekurabalikataya rekataya bakaya baraka rabakata. We are getting those jobs in the name of Jesus. We are getting those opportunities in the name of Jesus. We are getting those jobs in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. We are not failing, we are not failing. Kato rapakata shakato rapakata rakatakata balando lekushanda libanda rabayando lekushakata setelebende reketapa rakatula reketisa katura bayanda likusakatila balando ribashanda likiterebuya reblekezeketuya balakataya shekete ketapakati rapakataya balakatuya malakata shatu rabakata rakatokoto robo sokoto bokoto robo sokoto shekelimane robo sokoto shanda ribakatoya robo sokotoya likata labando ribo sokoto reketelaba rashakato rabasatalama rabona labayanda lekushakata balakata rabasakata balakatu rabakata shakatu rakata bakatu rakatite shakatu rabakata reketuta rabazuza rabakatu shakatu
usisikize mwingine, usisikize mwingine, mtumishi wa Bwana. Endelea kupiga, endelea kupiga. Wewe ndio unajua tunachokihitaji. Tuendelee kupiga Bwana. Bwana anasikia, anasema sikio lake si zito, hata siwezi kuokoa tena, mkono wake haujapunguka hata usisikie. Usinyamaze, usinyamaze, twende mbele za Bwana. Katu rabakata shakati yekete kwa habari ya maisha yetu. Bwana unatujibu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neema tunaipokea, tunafunguliwa vifungo kwa jina la Yesu. Iko nguvu ile iliyopasua gereza, ni nguvu ile inayotupeleka kwa wakuu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa sababu tumekukiri Bwana, kwa sababu tumekukiri wewe Bwana kwa Bwana katika maisha yetu. Tumekukiri Bwana kwa kiongozi katika maisha. Kwa sababu hiyo kila aliyejeruhiwa Bwana unamponya. Wewe ulijeruhiwa kwa sababu ya makosa yetu, ulichubuliwa kwa sababu ya uovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yako. Tuko na ujasiri wote wa kusema tumelipwa deni. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana wa uponyaji, Bwana wa uponyaji, upendo wako ni mkuu, neema yako haina kipimo. Tunakuomba leo hii Bwana kwamba wote wanaougua Bwana ukatupa uponyaji kwa jina la Yesu, kimwili, kiakili, hata kiroho. Bwana kimwili, kiakili na kiroho, Bwana ukaachilie uponyaji, Bwana ukaachilie uponyaji. Wewe ndiwe tabibu mkuu. Ponya biashara yetu, ponya akili zetu, ponya karia zetu, ponya kozi zetu, ponya fedha yetu, ponya mikono yetu, ponya mawazo yetu, ponya matamshi yetu, ponya kila tukitendacho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, popote ulifika ulitenda mema na kuponya. Ulipokuwa duniani uliwahurumia wagonjwa, ukawaponya wote waliokuja kwako kwa imani. Hivyo na sisi tunaomba Bwana rehema zako zilizo juu yetu. Mimi ninaamini kwa rehema yako iliyo juu yetu. Hata kama kuna udhaifu katika biashara, kuna udhaifu katika kazi, kuna udhaifu katika mwili, kuna udhaifu katika akili, Bwana Mungu, katura rabano lebanda labanda rekototete shabakatita rabakataya balakatusha talabatili seketira balakatu rakata shabakatu reketita bakatuna. Bwana Mungu, kwa imani yako hata tukipita katika maji mengi, neno lako limesema hayatutugarikisha. Tukipita katika moto mkali hautatunguza. Tumesema hata tumesikia Bwana, umetuambia, tumeamua na tumesikia ya kwamba hata tujapopita katika maji mengi, hata tugarikisha, na hata tukapopita katika moto mkali bado hautatunguza. Hata harufu ya moto haitapatikana kwetu. Tupe nguvu mpya Bwana, tupe nguvu mpya Bwana. Sema faraja moyo na imani isiyoteremka. Sema Bwana, ninakiri leo hii. Sema Bwana, ninakiri leo hii kwamba kwa kupigwa kwako Yesu tumeponywa. Kwa kupigwa kwako biashara imepata uponyaji, miguu yangu imepata uponyaji, kansa inaosumbua wengine mimi umeniponya. HIV mimi umeniponya, malaria mimi umeniponya, kichwa kuuma mimi umeniponya. Mwili wangu unaipokea nguvu, sitakata tamaa. Unaniponya moyo, unaniganga nafsi, unaniganga majeraha katika jina la Yesu. Sipati huzuni katika maisha yangu, sitaipata huzuni katika vya kwangu, sitapata huzuni kwa ajili ya mwenzi wangu, sitapata huzuni kwa ajili ya watoto wangu. Unaganga wewe, njia ya amani, unaachilia amani. Wewe njia ya upendo, unaleta upendo. Wewe njia ya faraja, unaleta faraja. Kwa kupigwa kwake tumepona. Wewe kwa kupigwa kwake tumepona. Adhabu ya amani yetu tulifaa kulipia, lakini amani yako wewe, kwa kupigwa kwako tukapata amani. Adhabu ya amani yetu tulifaa, kwa mshahara wa dhambi mauti. Tulitenda dhambi, hatukuangamia. Bwana ukatulipia deni, Bwana ulitulipia, Bwana ulitulipia. Kwa sababu hiyo vifungu vya sheria vinasema hakuna mtu anayeweza kuhukumiwa mara mtu wa pili hawezi kuhukumiwa mara kwa kosa lile lililohukumiwa mtu tayari. Kama tulifaa kupokea adhabu, kama ulifaa kupokea adhabu kwa kosa lilofanya na mtu mwingine akakuja akahukumiwa na akakulipia dhamana, wewe huwezi hukumiwa kwa kosa hilo tena. Kwa sababu hiyo Bwana, tunajua ulitulipia, fahamu zetu zimejua kwamba ulitulipia. Bwana, tunakataa kuugua. Sema kuugua nakataa. Sema nakataa kuteseka, nakataa kufilisika, nakataa kuenda kusikostahili kwa damu ya Yesu. Katuraba lakotolema rabalakata shakatote rabakata rabusukoto
Shekoto rabababado leketete shapapakata rabababando leketo rabasha telebu seketo rabakata shakatona labati lekota labata rabakata lakatata pakatira palandu lebakatuti rapushata pakatiraba reketeta palakatu shakata pakatuta rabakata. Wewe Yesu uliye ndani yetu unatupa faraja ya mioyo na imani katika jina la Yesu. Piga mtumishi wa Bwana katurapa la katusha talabando. Tunakiria kwamba kwa tumepona, tunakiria kwamba tumepata uzima, kauli zetu zimepona, pumzi zetu zimepona, mapafu yetu yanapona, maini yetu yamepona, nguvu zetu zimepona, umeo tumepona kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Fikra zetu zimepona, mikono yetu imepona kwa damu ya Yesu. Uponyaji kamili katika mwili, katika nafsi, katika roho, katika imani, katika jina la Yesu. Uponyaji kamili katika vidole vyetu, katika miguu yetu, katika kila tunachokitenda, katika jina la Yesu Kristo. Wewe uwezaye, Bwana tunakuita ukatokee katika jina la Yesu Kristo. Bwana uwezaye, kato rapakata shatatapa rakatokoto. Sasa mtumishi wa Bwana tunataka tuombe Kombe Roho Mtakatifu akatuongoze katika wema, katika upya huu tuliouanza, katika upya huu tuliouanza. Huku kiendelea kuomba, nataka tuombe Roho wa Bwana akatusaidie. Yohana 16 mstari wa 15 linasema, lakini neno la Bwana anasema ya kwamba lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yote yajayo atawapa habari yake, kwa ajili ya habari ya biashara yetu, kwa ajili ya mwaka ujao, kwa ajili ya mwaka ujao, katika biashara ya nguo, biashara ulionayo, biashara mifugo ulionayo, katika ufugaji, miezi 3 ijayo, kwa miaka 5 ijayo, kwa habari ya uchaguzi mwaka ujao. Roho wa Bwana anafaa kutufungulia tena. Zaburi ya 143 mstari wa 10, neno la Bwana anasema, utufundishe kuyatenda mapenzi yako, kwa maana ndiwe Mungu wangu. Roho yako mwema aniongoze, Roho wako mwema aniongoze kwenye nchi sawa, katika jina la Yesu. Tunahitaji Roho wa Bwana katuongoze, tuende mbele za Bwana. Sema Mungu ule hai, ninakushukuru kwa zawadi ya thamani, Roho Mtakatifu uliyenipa. Sema Roho Mtakatifu uliyenipa, wewe umetuachia msaidizi. Sema wewe umetuachia msaidizi aliyemfariji na mwalimu, utena wa kweli. Leo Bwana tumetambua na tunakuomba Roho wako katuongoze katika kila hatua ya maisha yetu, katika kila hatua ya maisha yetu, katika kila hatua ya maisha yetu. Roho Mtakatifu ingia moyoni mwangu, Roho Mtakatifu ingia akilini mwangu, Roho Mtakatifu ingia kwenye biashara yangu, ingia kwenye vya kwangu, uniongoze katika kila njia ninayopitia. Utusaidie kuitambua sauti ya Baba, utuongoze katika maamuzi ya sawa. Bwana, katika maneno yangu ukaniongoze, nikaitambue nini ni ya kusema, ni nani wa kumwambia, ni wakati gani wa kusema, kwa sababu gani, ili ilete matokeo gani. Tusaidie kutambua katika mienendo yetu ya kila siku. Utusaidie kutembea katika haki yako, utusaidie kutembea katika kweli yako. Tupe hekima Bwana, tupe hekima Bwana. Achilia roho hekima, roho wa hekima kama ulivyoachilia kwa Sulemani. Achilia roho hekima, achilia roho hekima. Tusaidie kutofautisha kilicho sahihi na kilicho kinyume na mapenzi yako, katika jina la Yesu. Akatusaidie tusiishiwe nguvu, nisiishiwe nguvu. Sema usiishiwe nguvu, sema usiishiwe nguvu. Mungu wangu nisaidie, niongoze katika upendo wako, niongoze upendo wako, niongoze katika pendo lako. Tupe moyo wa kutii. Sema nipe moyo wa kutii. Nimeambiwa nitii siku nyingi, nimeshindwa, lakini leo, sema lakini leo, sema lakini leo Roho wako ananipa nguvu za kutii, ananifunza kutii. Neno lako Bwana limesema, sema neno lako Bwana limesema ya kwamba utatusaidia, ya kwamba Roho wako atatusaidia katika kuomba, maana huwa anaomba kwa kuhuzunika kusikotamkika. Kwa sababu hiyo, sema kwa sababu hiyo, sema kwa sababu hiyo, kwa sababu hiyo naja mikononi mwako nikihitaji Roho wako aliye kweli anionyeshe njia ya kupita. Njia ya kupita ni kweli. Kristo ndiye njia. Anasema ukimwamini Kristo akiwa
wa Bwana na mkombozi wa maisha yako. Tutampokea Roho Mtakatifu, atatusaidia katika kutembea katika njia ya Kristo, atatusaidia katika kuomba, atatusaidia katika nini cha kutoa, atatusaidia katika imani yetu, atatusaidia katika usemi wetu, atatusaidia katika maisha yetu ya sasa na kila siku, katika jina la Yesu. Niongoze Roho Mtakatifu, sema niongoze Roho Mtakatifu katika maombi, niongoze Roho Mtakatifu katika ibada, niongoze Roho Mtakatifu katika huduma, niongoze Roho Mtakatifu katika maisha. Nifundishe, nijalie nguvu za kushinda dhambi na majaribu, nijalie nguvu za kushinda dhambi na majaribu. Katarabayando leko shakata pala kataya. Kanti tunapopita katika njia ya Kristo imejaa majaribu, imejaa majaribu. Amesema kwamba kujaribiwa ndio majaribu huja, lakini ole wakaelekea majaribu. Tunapiga kila aleta majaribu, tumevamia kila njia mwovu na tunaendelea kuivamia katika jina la Yesu. Tunabwaga vurugu kwenye kambi ya adui, tunabwaga mkusu kutokuelewana kwenye kambi ya adui, kuna bwaga vurugu yanguka katika jina la Yesu, katu rapa kataya balanti lekushanda balasukutu rapa katatapa shatatapa lakate rekete tapa katu rabosha talamanda rekutata balatu karaba ribusha kata lekusha kata rekuta sabalando rebushanda libasunda lekusha kata balasuza labushakata balakatu rebeketete shakata pakatu rapakata arakatuta lakashakata. Sema Bwana, nimetamani kutembea katika nuru yako siku zote chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, na amini ya kwamba unanijalia Roho Mtakatifu. Nijalie Roho Mtakatifu kwa mambo yangu, nijalie Roho Mtakatifu katura rabata shakatu rakata. Nijalie Roho Mtakatifu akantembeze katika kweli, katika uzima wa njia ya Kristo, katika nguvu za njia ya Kristo, katika ngome njia ya Kristo, katika kudobalirika kwa mfalme huyu wetu wa amani, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana maana umwema, asante Bwana maana mwaminifu. Inuliwa, abudiwa, maana hakika hakuna aliye kama wewe, mfalme wa utukufu. Tunakuabudu maana hakika wewe ni mwema. Mshukuru Bwana kwa maneno yako. Asante Bwana, usiongee na lugha, mshukuru tu Bwana kwa maneno yako. Tunakushukuru Bwana. Lakini kama unaona kwamba lugha ni rahisi kumshukuru Bwana, endelea kumshukuru Bwana kwa lugha ile unayoelewa. Mshukuru Bwana. Asante Bwana maana umetujalia kila jema maishani mwetu, umetujalia kulisikia neno lako, umetujalia kujifunza neno lako sote kwa pamoja, kama vijana, kama wamama, kama wababa, umetujalia kulisikia neno lako. Kwa sababu hiyo tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Bwana kwa matendo yako mema utendayo. Tunakushukuru Bwana kwa nguvu ulizotupa. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa wewe ndio njia ya kweli na unatuongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lako. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya uzima uliotupa. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya amani uliotupa. Mshukuru Bwana, endelea kumshukuru Bwana. Katalamanda rabayandi leko shakata balando rebo sandalaba ya liko shakata balasukoto ya rabayandi leko shata labasando leko tatapa ya lakataya balasekete ya rakatoya rakabalando rekotaya. Hali tukiendelea kumshukuru Mungu. Zaburi ya 100 mstari wa 45, neno la Bwana linasema ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuru na mlihimidi jina lake. Haleluya. Twende mbele za tusema Bwana Baba wa rehema na upendo, na shuka mbele zako nikiwa mwenye shukrani. Sema asante kwa uhai, sema asante kwa afya, sema asante kwa baraka ulizonijalia kupitia fundisho lako hili. Sema asante kwa rehema zako ambazo ni mpya kila asubuhi. Sema ninakushukuru kwa familia yangu, sema ninakushukuru kwa marafiki zangu, sema ninakushukuru kwa kazi na kwa kila kitu ulichokiweka mikononi mwangu. Sema asante kwa sababu ya nguvu ulizonipa, sema asante kwa sababu ya uzima ulizonipa, asante kwa sababu ya kufanya jina langu kwa kweli, ya kujaza kweli katika jina langu, katika maneno yangu umejaza kweli. Sema asante kwa sababu pia akili zangu umezifanya upya tena. Sema ninakushukuru kwa sababu ya familia yangu, kwa sababu ya marafiki, kazi na kila ulichokiweka tena katika maisha yangu. Sema nisaidie Bwana, nisiwe mtu wa kulalamika, bali nikawe mtu wa shukrani. Nionje neema yako na kutambua mema yako kila siku. Maneno yangu na matendo yangu yameipokea nguvu yako, yamepokea uzima wako, yamepokea amani yako
yako, yamepokea kweli yako. Afya yangu na familia yangu na kila ninachokitenda kimepokea kila chema. Asante kwa wema wako Bwana. Tunakushukuru kama kundi Bwana. Tunakushukuru kama watumishi wako. Tunakushukuru kama watu tulioisikia sauti yako. Maana lako katika Kumbukumbu la Torati imesema kwamba ni mpaka utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako na kwa bidii kutenda na kwa bidii kutenda na kwa bidii kutenda mapenzi yako, ndipo hapo baraka zitakapokujilia. Na kwa kuwa tumesikia na tumeelewa, Roho wako atatusaidia kwa tulivyoahidi, na tumekuomba na tunaamini tumepokea. Asante Bwana, maana umetujibu maombi. Sema asante kwa kuwa umetujibu maombi. Wewe ni Mungu mwema. Haleluya, haleluya. Mtumishi, mpe Bwana sadaka nzuri ya amina. 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 Haleluya. Mshukuru Bwana kwa kusema tu amina. Haleluya, haleluya. Imekuwa wiki njema. Haleluya, mtumishi wa Bwana. Imekuwa wiki njema, wiki ambayo tumejifunza neno la Bwana kuhusu njia. Tumejua njia ni nini. Njia ni chochote kile unachotumia ili wewe kufikia kwenye hatima yako, kufikia kwenye hatima yako. Haleluya. Na tukakuja tukajua sababu kwa nini kwa nini tumuite Yesu kama njia. Tukajua kwa wanadamu wana njia zao, Mungu naye alileta njia yake. Njia ambayo Mungu alileta kwa sababu yetu, uhusiano wetu na Mungu ulikuwa long distance, so akaleta njia ya kufika kwake, ikawa Yesu Kristo. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni kwa mtu, lakini njia hiyo inatupeleka upotevuni. Leo tumemwomba Mungu ya kwamba akatusaidie. Tumekuwa na muda mzuri wa kumwomba Mungu na Mungu ametusaidia. Amen. Haleluya. Sema amina mtumishi. Pia tumejua kwa yeye ni Mungu, ni njia yako. Kwa nini tumwende Yesu kama njia? Kwa sababu ni njia ya kweli, ni njia ya uzima. Yeye ana nguvu zote. Hesabu 24 neno la Bwana anasema ana nguvu kama nguvu za nyati, tena ni imara, ana nguvu zote, na kwa sababu hiyo yeye ni ngome imara. Tutamwendea kwa sababu ni ngome imara, habadiliki, tena habadiliki. Mungu wetu huyu habadiliki. Haleluya. Mungu wetu huyu habadiliki. Sema Mungu wetu huyu habadiliki. Tena yeye ni Mungu wa amani. Tunamwendea yeye kwa sababu ni wa amani na habadiliki, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Habadiliki. Yeye habadiliki na ni wa amani, ni wa upendo, ni mwenye nguvu zote, ni ngome imara, ni msaada upatikanao tele wakati wa mateso. Na tukajua sasa kama tunaendea njia, tunakanyagaje kwenye hiyo njia. Haleluya. Kama Yesu kigeugeu, tunakanyagaje kwenye hiyo njia? Namba moja, kwa imani. Waebrania 11 imetuambia kwamba imani ni nini, na pia tukajua kwa imani haiwezekani tumpendeza Mungu. Tukajua Sara pia alipokea mtoto kwa imani, Nuhu alijenga safina kwa imani, Abraham alitoka kwao na alisikia sauti ya Bwana kwa imani. Tukajua pia tunatembea katika njia Kristo kwa kutoa sadaka. Na mwisho kabisa tukaosema habari ya kuomba. Tukajua ni nini maombi. Maombi ni maongezi kati yetu sisi tulioumbwa na yule aliyetuumba. Miili yetu hii ni dhaifu. Yesu katika Luka 22 na mstari wa 40 hapo anaongelea na wanafunzi wake, anasema kwamba roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Miili yetu ni dhaifu. Miili yetu hii iko na limitations, lakini ndani ya Yesu kwa kupitia maombi tunaipokea nguvu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana wewe ambaye umeendelea kusikiza neno la Mungu toka tukianza part 1 hata leo ikiwa ni part 7, na ikiwa tumemark the end of it, and we thank God we have marked it so powerfully that we have fasted, na sasa tunaweza enda kufuturu. Sema amina. Haleluya. Weka emoji hapo mtumishi wa Bwana. Haleluya. Weka emoji hapo ya furaha. Pigia Yesu makofi. Leo tunaenda kufuturu kwa sababu Bwana tunamfuata yeye kama njia, na yote tunayohitaji ametupa. Ulinzi ametupa, milango imefunguka, kwa sababu maombi huwa ni mlango wa kuendea nyuma na mbele. Sisi tumeenda nyuma tukarekebisha miaka yetu, tumerudishiwa, tukaenda mbele tukatengeneza miaka yetu, kwa habari ya uchaguzi, kwa habari ya kazi zetu tutakayofanya, kwa habari za mifugo yetu tutakayofanya. Mungu tumeenda mbele na tukasawazisha. Ni maombi pia huwa ni gharama, na leo hii tumeilipa gharama, na kwa sababu neno Bwana anasema tuombe siku zote. Mtumishi wa Bwana, usiache kumuomba Mungu siku zote. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki, akuinulie uso wake, akupe amani. Tunajua baraka ya Bwana hutajirisha, hivyo akakubariki.
akakubariki uingiapo, akakubariki utokapo, akakubariki vyombo vyako vya kukandia unga, akabariki kazi ya mikono yako, akabariki watoto wako, akabariki ndugu zako, akabariki watu wako katika jina la Yesu Kristo. Yeye Mungu atakasaye akakutakase katika jina la Yesu Kristo. Yeye ni Mungu mwema, tena Mungu mwaminifu, kwa sababu hiyo akakutendee wema maishani mwako. Kwa hili ulilotenda siku 7 hizi zisiwe bure. Bwana akakutendee mema na maajabu katika maisha yako. Amen. Na kwenye YouTube channel @Franco Vimba, usisahau ku-like, ku-subscribe na kushare. Ita watu wengine, waambie wa subscribe na wataunganika nasi tena katika kulisikiza neno la Mungu, tukijitayarisha kuingia kwenye msimu mpya. Sema amina. Asante Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hajatuambia tuseme kwenye series mpya, bali tunaingia kwenye msimu mpya tena. Haleluya. Kwa sababu hili la njia tayari tumejua, na hali tukitembea katika njia ya Kristo Yesu, Bwana atufanikisha. Like, subscribe, share the link so that many people may subscribe, so that many people may join us, so that we can listen to the word of God, and let us all be blessed, and let's go and get let the word know that we are accepted by God, na Bwana ametuita kama watumishi wake, maana Bwana anatufanikisha. Mungu akubariki, Mungu akubariki na kukulinda, akuinulie uso wake, akupe amani, akuinulie uso wake na kukufanikisha. Amen. Hali tukijiandaa katika kufanya kazi zetu, Bwana akaendelee kutupa amani katika maisha yetu. Bwana akaendelee kutupa uzima katika maisha yetu. Bwana akaendelee kuachilia kweli katika maisha yetu. Bwana akaendelee kuachilia nguvu katika maisha yetu. Hali ukiendelea kusambaza ujumbe huu kwa watu wengi, Bwana atazidi